Mwigizaji maarufu na mfanyabiashara mashuhuri wa Hollywood Tyler Perry anakabiliwa na tuhuma nzito za unyanyasaji wa kingono kutoka kwa Derek Dixon, mmoja wa waigizaji waliowahi kushiriki kwenye filamu zake maarufu ikiwemo The Oval. Kwa mujibu wa ripoti ya TMZ, Dixon amefungua kesi rasmi dhidi ya Tyler Perry akieleza kwamba walikutana kwa mara ya kwanza mwaka 2019 katika tukio maalum ambapo Tyler Perry alimkaribia na akaomba mawasiliano yake na kuonesha nia ya kumpa nafasi ya kuigiza. Kwa mujibu wa hati ya madai, Tyler Perry alitimiza alichokiahidi na Dixon alipewa nafasi ndogo kuigiza katika vipindi viwili vya filamu nyingine itwayo Rope the Sata. Hivyo baada ya mafanikio hayo ya awali, hali ilibadilika na kuchukua hatua ya ajabu zaidi. Derek anadai kuwa usiku mmoja akiwa nyumbani kwa Tyler Perry na akiwa amelewa kupita kiasi, Tyler alijipenyeza kitandani alikokuwa amelala na kuanza kumpapasa mapaja. Ingawa Derek alikataa vishawishi hivyo, anasema Perry aliendelea kumfuata kwa nia kingono. Katika maelezo kesi hiyo, Derek anasema kuwa alijikuta katika hali ya sintofahamu akihofia kuwa akimkataa Tyler Perry moja kwa moja angeharibu kabisa mustakabali wake wa kazi. Alimweleza kuwa yeye si mtu wa aina ya watu ambaye anapenda ngono ovyo, lakini hofu ya kupoteza kazi ilimzuia kusema ukweli hadharani kwa muda mrefu. Derek anadai kuwa mwaka 2020 alialikwa tena Atlanta na Tyler Perry, na kulingana na maelezo yake, hali ilibadilika mara moja alipowasili na Tyler Perry kumkaribisha kwa bashasha, lakini haraka akageuza mazungumzo kuwa ya kingono. Anasema kuwa alimuuliza ikiwa anapenda ngono ya nguvu, yani rough sex, kisha akamshika kooni na kusema, angalia jinsi ulivyosisimka sasa hivi. Kwa sasa Derek Dixon anamshtaki Tyler Perry kwa madai ya kutumia nafasi ya kazi kwa manufaa ya kingono, unyanyasaji wa kingono mahali pa kazi na shambulio la unyanyasaji wa kingono. Anadai fidia jumla ya dola milioni 260 sawa na bilioni 682 kutokana na madhara ya kimwili, kisaikolojia na kijamii aliyopitia kutokana na tukio hilo. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.